Naam, mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 13 kuashiria kwamba tumefika mwisho wa robo hii. Na katika somo hili la 13, mada ambayo tutakuwa tukiangazia ni tamathali za semi za ule mwisho, ikiwa ni katika wiki ya Juni 21 hadi Juni 27. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tuamini tupate ombi. Tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umeweza kuwa pamoja na sisi kwa takriban majuma 12 ambayo yamepita, na sasa tunaelekea juma la 13 kutamatisha lesoni ya robo hii. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye tuliweza kukuomba tulipokuwa tukianza robo hii, na wakati huu ambao tunatamatisha, tunaomba pia Roho Mtakatifu akaweza kuwa kiongozi wetu. Yale ambayo tutajifunza katika somo hili yaweze kuwa ni ya manufaa, yaweze kutujenga kiroho. Ni katika jina la Yesu ninaomba hata na kuamini. Amina. Naam, fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yona 1:9, nayo inasema, akamwambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Juma hili tutatazama kwa mara ya mwisho masimulizi yanayotusaidia kufafanua uelewa wetu wa matukio ya siku za mwisho. Wakati huu tutaangalia utume wa Yona huko Ninawi, anguko la Babeli na kuinuka kwa Koreshi, mfalme wa Uajemi, ambaye aliwakomboa watu wa Mungu na kuwawezesha kurudi katika nchi ya ahadi. Mwalimu, kuna mambo ambayo tumekuwa tukijifunza. Kumbuka katika somo fulani tuliweza kusema kwamba mambo haya yameweza kuandikwa ili tuweze kupata maonyo na vile vile yaweze kutupatia tumaini. Kwa hivyo ni mambo mawili ambayo tunajifunza hata katika siku ya leo. Tutaweza kupata maonyo kutokana na visa hivi, na kumbuka hivi ni visa ambavyo vilikuwa ni visa halisi, kwa sababu kuna wengi ambao wanasema pengine hivi ni visa usuli, yani kwa kizungu wanasema ni myths. Mwalimu, unajua Biblia si mtu alikaa chini ya kabuni, ni watu ambao walivuviwa na Roho Mtakatifu ili wakaweza kuandika yale ambayo Mungu alikusudia tuweze kujifunza. Na kwa hivyo tutaweza kuona pia tumaini katika haya yote. Na mwalimu, kama vile ambavyo umetangulia kusema, umesema kwamba juma hili tutaweza kumtazama Yona. Vile vile tutaweza kuangalia anguko la Babeli tukizingatia Belshaza, na vile vile tutaweza kuangalia Koreshi ambaye ni mfano wa Kristo. Kwa hivyo nakuomba mtazamaji na msikilizaji, popote ulipo, usije ukabanduka ili tuweze kujifunza. Mwalimu, katika siku ya Jumapili inasema nabii mkaidi. Mwalimu, umesema tuweze kusoma kitabu ni cha Yona, sura yake ni ya ngapi? 1 mpaka tuseme mstari wa 6. Na 1 inasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamuomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. 6, basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamuombe Mungu wako, labda Mungu wako huyo atatukumbuka tusipotee. Tunapata kuwa Yona amepewa ujumbe kuchukua kwa nchi fulani. Lakini lesoni inatuambia kukaidi wake. Sisi tunaweza muangalia tuone ya kwamba mbona alikuwa so reluctant, mbona hakutaka kwenda. Ukiangalia mahali alikuwa anataka kutumwa, na venye mamlaka na nchi hiyo venye ilikuwa,
hata wewe unaweza rudi nyuma ufikirie useme ya kwamba naam, akona reason, you know, akona sababu pengine sababu pengine ya, yes. Naam. So ikasema kuwa picha zilizochorwa ukutani naam, za washuru zimejaa matukio ya ukatili usio wa kawaida. Watu waliochukuliwa mateka, waliouawa kwa njia za kikatili zaidi ya inavyoweza kufikirika. Ni nani angetaka kukabili matarajio ya kuhubiri toba katika mji wa makao ama wao mkuu? Naam. Ya kwamba ukiangalia maisha ya watu wenye walikuwa naishi hapo, ni nani angetaka kwenda mahali kama hapo kuchukua ujumbe? Naam. Tukiangalia kwenda chini, naam, lesoni ilikuwa inamfananisha, ilikuwa ina compare between Kristo na Yona. Naam. Na hiyo unaweza soma katika Mathayo 12:38 hadi 42. Naam. Inasema hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, vivyo hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapo yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Sasa naam, kati ya Yona naam, kutumwa katika hii nchi ambayo ilikuwa ni mbaya, naam, na Yesu kuja katika dunia, kuingia katika msalaba, naam, ni gani unadhani ilikuwa jambo kuu kuliko lingine? Mwalimu, unajua dhambi ya Yona ndio iliyemfanya akamezwa na nyangumi. Lakini Kristo anakuja kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo unaona pale kuna utofauti. Yona kinachompeleka kule kwenye kumezwa na samaki ni kwa sababu alikaidi amri ya Mungu. Lakini Yesu mwenyewe anatii amri ya Mungu, anashuka ili aweze kumkomboa mwanadamu. Lakini tumeona kwamba kuna kitu ambacho kimefananishwa, kwa sababu Mafarisayo hawa walitaka ishara. Mwalimu, unajua siku hizi watu wengi sana wanataka ishara, lakini hakuna ishara ambayo italetwa, hakuna ishara ambayo itapatiana, kwa sababu tunaambiwa ishara ya Yona inatosha. Kwa hivyo vile ambavyo Yesu alikufa na akaweza kufufuka, ndivyo vivyo hivyo na sisi tunapaswa kufa na kufufuka. Mwalimu, unajua kabla ya tukio hilo la kumezwa na samaki, Yona hakuwa tayari kupeleka ujumbe. Lakini samaki anapomtapika siku ya 3, anatoka pale na kuenda kuhubiri yale ambayo Mungu alikuwa amemwambia kwenda kuhubiri. Kwa hivyo mwalimu, tunaweza sema ni kana kwamba alipata a conversion, ni kana kwamba aliweza kuhuishwa upya kutokana na tukio lile. Kumbuka limeweza kufananishwa na ubatizaji na kufa na kufufuka kwa Yesu, ambao ukisoma katika Warumi 6 inasema kwamba tumekufa na kufufuka na Yesu Kristo, na kwa hivyo tunakuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi naona mfanano kama huo. Na vile vile katika Luka 19 mstari wa 10 ambacho kinasema Yesu alikuja kutafuta na kuokoa waliopotea, kile kilichopotea. So hata ingawa alikuja kwamba kuja kwake katika ulimwengu huu kungemaanisha msalaba, na bado alikuja. Kwa hivyo hakujaribu kutoroka. Unajua ingekuwa rahisi sana njia nyingine kutafuta njia mbadala. Lakini yeye anakufa msalabani ili kuweza kumkomboa mwanadamu ambaye alikuwa amezama dhambini. Yona alipoulizwa yeye ni nani, unajua alijibu aje? Anasema mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu
wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi kavu. Unaweza fananisha ujumbe huu na ujumbe wa malaika wa kwanza katika Ufunuo? Naam, kwa sababu tunaona kumuogopa Mungu na kumcha yeye, kwa sababu ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinatofautisha. Naam, kuna kitu ambacho kinatofautisha miungu ambayo hawa ambao walikuwa kwenye merikebu na Yona na Mungu wao. Mungu wa Yona ni Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Lakini tunajua miungu haiwezi ikafanya chochote. Kwa hivyo hiyo ni sifa moja pekee, sifa ambayo ni Mungu wa mbingu anayo. Anaweza kukifanya kitu upya. Kwa hivyo Mungu anaweza kutufanya upya tena. Anaweza akatupatia mwanzo mpya. Na mwalimu. So hii inatuonyesha kuwa, kwa kizungu ilikuwa inasema aje? Naam. Ujumbe huu ambavyo Yona venye respond, naam, ni kana kwamba kutuonyesha kwamba alikuwa na understand kuwa Mungu ndiye nini? Alikuwa anamjua Mungu ni muumbaji. So, na ukijua chanzo chako ama ulivyotoka, naam, hiyo message inakuwa na nguvu. Naam. Sasa tukiangalia hiyo lesoni pia inaendelea kutuambia kwenda chini kuwa, naam, hata sisi sasa tumepatiwa changamoto ya kwenda kuchukua ujumbe, naam, ambao sometimes watu wanaweza wakaupuuzilia ama wakaukataa. Tutafanya aje? Tutakataa kwenda ama tutasema sisi ambao tumeitwa kwa wakati huu? Naam. Ama what should be a response? Mwalimu, unajua kazi ya utume haijawahi kuwa rahisi na haitakuwa rahisi. Kwa sababu Yesu mwenyewe analidhibitisha hili katika kitabu ni cha Yohana 16:33. Unaona? Kwa hivyo kazi hii haijakuwa rahisi. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na ujasiri ambao unatokana kwa Mungu pekee. Kwa sababu ukienda kwa nguvu zako mwalimu, utagonga mwamba. Kwa hivyo Yesu anatuwezesha. Mwalimu, na vile ambavyo umesoma katika kwamba jibu ambalo Yona alipatiana kwamba yeye ni Mwebrania na anamcha Mungu. Kwa hivyo alikuwa anajua Mungu ni nani na alikuwa anasema kwa mcha Mungu. Kwa hivyo mwalimu, wakati mwingine alikuwa anaelewa ujumbe, lakini hakuwa anaishi kutokana na ile nuru ambayo alikuwa nayo, kwa sababu alikuwa anakwepa. Mwalimu, hata sisi wakati mwingine tuna ujumbe ambao tunajua kweli hizi ndizo hizi, lakini hatuishi kutokana na ile nuru ambayo tumefunguliwa. Kwa hivyo na sisi inakuwa tunaakisi tabia ya huyu nabii mkaidi. Kwa hivyo tunaweza kuwa tunakaidi kwa vitu vingi vile ambavyo tumeweza kufunuliwa. Kwa hivyo ni sisi tuweze kujiangalia, tuweze kujichunguza, tujue je, ni wapi ambapo tumepinda. Na tukishatambua pale, tunaelekea kwa Yesu Kristo msalabani pale, ambaye anatuondolea dhambi zetu. Iwapo tutatubu kama vile ambavyo tutasoma katika siku ya Jumatatu, kazi ya toba. Mwalimu, lakini pia unajua huyu Yona akijaribu kutokea, je, kuna mahali ambapo unaweza kwepa usimpate Mungu? Mungu yuko kila mahali. Ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 139. Ushaichipata mahali kama Yona ambapo umepatia ujumbe na kweli unasikia, unajua tu perhaps ni umechaguliwa uende kuhubiri mahali, lakini unakataa ile yenye unasema I don't think I can do it. So many times tunakataa kwa kusema siwezi. Naam. Naona. Na mara nyingine unakataa kwa sababu perhaps hauja prepare vizuri. Naam. So ni nini ambacho kinakuzuia kuchukua ujumbe ule Mungu amekupatia kwa wengine? Kwa hivyo ni changamoto. Yeah. Zote tumeitwa, naam, katika shamba ili la Mungu. Naam. Hili Biblia inatuambia mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Naam. So ikiwa tumeitwa, naam, tumeitwa, kuna wenye waliitwa asubuhi, wengine wakaitwa adhuhuri, mchana, wengine jioni. Naam. Mungu anataka tuwe waaminifu kwa wito ambao ametuwekea mbele yetu. Asante mwalimu. Mwalimu, sijui tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatatu ambayo ni kazi ya toba. Kazi ya toba. Mwalimu, sijui kazi ya toba
Tunajua kwamba Yona alikuwa na ujumbe wa dhahiri sana kwa watu wa Ninawi. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Ukisoma Yona 3:4. Inaonekana wazi kabisa mahali hapo palikuwa hatarini. Hata hivyo, je, hilo halikuwa neno la moja kwa moja kutoka kwa nabii wa Bwana? Hata hivyo, nini kiliupata Ninawi, mwalimu? Sijui kama unaweza ukatupatia muhtasari. Baada ya Yona kuwa mehubiri, je, ni kipi ambacho kinatokea? Naona watu ambao wamepokea ujumbe na sijui kama ni mfalme, naweza tumia mfalme ama mwenye ni mfalme. Akatangaza akasema ya kwamba sasa tumepata ujumbe na lazima tuufanyie kazi. Ndio watu wote wakaanza kujitayarisha ili kumwabudu Mungu na kuomba msamaha ili yale ambayo yalikuwa ya wakumbe Mungu aweze kuyaepusha. 5 inasema, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Kwa hivyo baada ya kuwa ujumbe umeletwa, mwitikio wao unakuwa kwamba waliweza kusikia, waliweza kuitikia mwito. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili, ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 7:10, tunaweza kuangalia aina ya toba ambayo tunapaswa kuwa nayo. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili 7:10. Wakorintho wa pili 7:10 inasema hivi, inasema maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba, liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Unaona? Kwa hivyo waliweza kufikia toba, waliweza kuona uchi wao, na walipoona uchi wao wakaona hawastahili mbele za Mungu, wanaweza kufanya toba na kukubalika. Mwalimu, nikisoma venye lesoni ilikuwa nasema hapa, inasema mji wote ulitubu. Kwa hivyo hawakuficha dhambi zao, waliweza kuziweka bayana na wakaweza kusema ndio sisi ni wadhambi, ila tunatafuta toba. Na niulize, ni kwa sababu gani? Unajua mara nyingi kama tunavyoona miji mingi, watu wakipata ujumbe si wote wanaitikia. Lakini inaonekana kuwa kwa huu mji wa Ninawi watu wote, mpaka mfalme wa nchi hiyo, walimu wanasema mpaka wanyama wote walitii amri na wakatubu. Ujumbe ambao unaelezewa hapo ulikuwa ujumbe wa hukumu na ujumbe wa ukombozi. Kwa hivyo hukumu ilikuwa ikuje, lakini ilikuwa na masharti. Iwapo wangeweza kurekebisha, Mungu angeweza kuwafanyia nini? Angeweza kubatilisha uamuzi ambao alikuwa nao. Ukisoma katika kitabu ni cha Yeremia 18:7-10, tunaona kwamba iwapo watu watasikia kile ambacho Mungu anakisema, Mungu atagairi. Lakini iwapo hawatasikia, wakazidi kukaidi, wataangamia. So kuna unabii ama prophecy mbalimbali. Naam, hiyo inaitwa conditional, yani ya masharti. Prophecy yenyewe inatoa masharti. Ni kama, na kuna ile yenye lazima itimizike venye imepangwa, vile ambavyo imeratibishwa. Yes, kama kuja kwa Yesu Kristo lazima atakuja. You know, there is nothing unaweza fanya asije. Lakini kwa hii, hata kwa sisi sasa tunaambiwa tukiitikia wito wa Kristo tutaokolewa kabla mlango wa rehema kufungwa. Ni kweli. Kwa hivyo mlango wa rehema ukifungwa, basi tutakuwa tumefungiwa nje. Kwa hivyo hawa mlango wa rehema wao haukuwa umefungwa.
ndiposa wanapotubu wanaweza kunusuru nafsi zao mwalimu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni karamu ya Belshaza, ambaye tunajua Belshaza alikuwa mjukuu wa Nebukadneza. Mwalimu, wanaenda wanavichukua vyombo ambavyo vilikuwa vimewekwa kando, vimetiwa wakfu. Vyombo vya hekalu ambavyo vinapaswa kutumika kwa minajili ya mambo ya patakatifu. Lakini wanakuja wanavitumia kunywa mvinyo. Mwalimu, kidogo mkono unatokea na unaweza kuandika kwenye ukuta na kusema kwamba umepimwa na ukapatikana umepungua. Na kwa hivyo ufalme wako utaangamizwa, utapewa watu wengine mwalimu. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna kitu ambacho kinachochea mambo haya yote. Mwalimu, si kana kwamba Belshaza hakuwa anajua kile ambacho Mungu alikuwa anakitaka. Ama si kana kwamba Belshaza hakuwa anajua kwamba kuchanganya vitu ambavyo ni vya kawaida na vitu ambavyo ni vya Mungu ameviweka kando, kuna tatizo pale. Lakini alifanya tu, ukaidi tu. Mwalimu, tutasoma katika kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 5 aya ni ya 22. Inasema 22, inasema na wewe mwanawe Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua hayo yote. Kwa hivyo alijua yote, hakunyenyekeza moyo wake. Mwalimu, kumbuka hili lilikuwa tatizo pia la Nebukadneza. Lakini Nebukadneza tunaona sura ya 4 ikienda kuisha kwamba aliweza kufikia toba. Lakini huyu anaangamia mwalimu. Mambo mengi ambayo yataangamiza watu. Naam. Si kana kwamba wako najua. Naam. Na lesoni inatuambia kama huyu kijana angalia, kuangalia, just to go back, angeweza kukumbuka, angeona babake. Naam. Alifanyaje mambo. Naam. Na yale ambayo alifanya maovu. Naam. Angeyafutilia mbali, angeyapiga. So mbona inasema hapo 22 venye umesoma? Naam. Imesema nini? Imesema alikuwa anajua ila hakujinyenyekeza. Unyenyekevu. Na mwalimu, kunyenyekea kana kwamba ni kukua na ule mwito wa kutaka kujua mambo, si bila kujua tu peke yake. Naam. Bali kuyatenda. Naam. Kulingana, hata ingawa saa zingine it looks like it's so hard to do it. Naam. Humility. Naam. Kwa hivyo mwalimu, tunaona tatizo ambalo Lucifer alikuwa nalo. Ndiye akawa shetani la kutojinyenyekeza, kiburi mwalimu. Kwa hivyo tunaona ile Babeli ya kitambo, na tunajua pia Babeli ya kwanza ile ya mnara, vile ambavyo ilitengenezwa. Ni watu ambao walikataa kujinyenyekeza, wakasema tutajiinua, tunataka majina yetu pia yaweze kupata nafasi katika historia. Kwa hivyo ni watu ambao wanafanya kinyume na matakwa ya Mungu. Yaani wanaenda kinyume. Lakini tunaona mwisho wao ambao ni hivyo. Nikisoma hapo kidogo, naweza soma kwa lesoni ambapo inasema, Naam. Kwa hakika ilikuwa tendo la ufidhuli. Naam. Kabisa, ingawa Belshaza alikuwa na ushahidi wa kutosha kabisa, uthibitisho wa kujua vizuri zaidi. Alikuwa na ufahamu wa kutosha kujua ukweli. Tatizo badala yake lililokuwa moyo wake. Katika siku za mwisho, wakati wa zamaha ya mwisho inapotokea duniani, watu watapewa fursa ya kujua ukweli pia. Kinachoamua uchaguzi wao, kama kwa Belshaza, kitakuwa mioyo yao. Naam, kwa hivyo ujumbe huu uko hapa nje. Na unajua watu wanapotea kwa kukosa maarifa, si kwa sababu wamekosa maarifa mwalimu, ni kwa sababu wameyakataa. Watu wana maarifa ambayo wanayakataa. Kwa hivyo iwapo tutakuwa tunajua kitu na kutofanya, tutakuwa tunaingia katika mtego kama huu. Kwa yule ajuaye kutenda, tatizo kubwa ni mioyo yetu. Na mwalimu, lazima, sababu tumepatiwa information ya kutosha. Naam. Lakini mioyo yetu naam, haijakubali kubadilika.
Naam. Mwalimu, vile vile ukisoma katika Mambo ya Walawi sura ni ya 10. Sijui kama unakumbuka kisa cha Nadabu na Abihu, wale ambao walileta chetezo ya moto ya kigeni. Wale walitumia vitu vya kawaida na kuvifanya kuwa vitu wakfu. Lakini hili lilikuwa limekatazwa. Kwa hivyo tunaona hivi vikioana. Kweli. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni kukauka kwa Frati. Mwalimu, sijui umuhimu wa mto ama mito ama maji katika watu wanapoishi ni gani? Mimea, Naam. hasa na wanyama, Naam. hata binadamu. Naam. Wanapata maji, wakipata maji tunasema maji ni uhai. Naam. So kusipokuwa na maji ni kana kwamba uhai haupo. Kweli. Kwa sababu mimea haitakuwepo. Pia vile vile watu watapata maji ya kunywa na mifugo. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba maji inakuwa ni kana kwamba inatumika kuzalisha rasilimali ambazo zinakuwa kiteka uchumi cha nchi ama cha mahali fulani. Kweli. Kwa hivyo iwapo maji yamekauka, kuna tatizo ambalo kwa kimombo wanasema ni drought. Kunakuwa na ukame, na ukame unapokuwa, mwalimu, kuna tatizo. Watu hawatashiba, mifugo itakufa, mimea haitamea na watu wataweza kuathirika. Mwalimu, kuna kitu ambacho tunaweza kujifunza hapa. Kumbuka wakati ambapo operesheni hii inafanywa, kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Watu walikuwa wakijifurahisha. Kwa hivyo walinzi hawakuwa mahali ambapo walipaswa kuwa. Na kwa hivyo adui anaingia katika malango yao kwa sababu ya walinzi kutokuwa ambapo walikuwa wanapaswa kuwa. Mwalimu, pengine na sisi wakati fulani ambapo hatuko tukipuliza tarumbeta ili kuwaonya watu, je, tunaweza kuwa tunapatia adui mwanya wa kuweza kuwafikia watu ama kutufikia sisi wenyewe tunapokuwa mioyo yetu hatujampatia Mungu kuweza kuilinda, kwa sababu tunajua kuna mlinzi asiyesinzia. Kwa hivyo tunaona kwamba mji huu unatekwa kwa sababu maji yaliweza kuwa diverted, yaliweza kupelekwa kwingine. Na kwa hivyo wakaweza kupata njia ya kutoka moja kwa moja na kuweza kufika katika mji wa Babeli. Na tunaona mji ule ukiweza kuangushwa kutokana na hili. Ambavyo tukisoma katika siku ya Alhamisi ni Koreshi ambaye anafananishwa na Masihi ambaye alikuja kuwakomboa hawa. Mji unapatikana off guard. Yaani unakutwa kama hawajajiandaa. Naam. Sababu venye walipitia hapo chini mali mto ni kitu ambacho hawakuwa natarajia. Naam. Ambao wao walikuwa wakipiga sherehe. Naam. Na Yesu anatuambia, naam, mtu ungejua kuwa mwizi anakuja, naam, ungejiandaa. naam. Na watu wengi ndio maana anasema kesheni basi, kwa maana amjui siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Naam. Kana kwamba lazima kila wakati tuwe tumejiandaa, tuko tayari, kwa sababu hatutaki kukutwa bila kama hatujajiandaa. Mwalimu, na ukisoma Ufunuo 16:12 hadi 19 kuna jambo ambalo tunaweza kujifunza. 16:12 hadi 16 ambayo inasema hivi. 12 inasema, na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Mwalimu, kumbuka tunazungumzia mto Frati. Maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Mwalimu, jua inatoka pande gani? East, ambao ni mashariki. Lakini tutaweza kuona pia Koreshi alitoka upande wa mashariki. Kristo mwenyewe atatoka upande wa mashariki. Mwalimu, hiyo tunakutana nao siku ya Alhamisi. Lakini tutazidi kusoma, ili njia itengeneze kwa wafalme. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama
Tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Wakakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedoni. 17 inasema, na huyo wa 7 akakimimina kitasa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti ya radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake. Mwalimu, kwa hivyo tunaona Babeli ikianguka. Na tunaona watu wa Mungu wakikombolewa. Mwalimu, kumbuka mapigo haya yanapokuwa yakiendelea, watu wa Mungu wako salama. Sijui kama unakumbuka wakati wa Kutoka, pale ambapo wa Misri waliweza kupatwa na yale mapigo 10. Lakini Waisraeli, ama ukipenda Waisraeli, hawakukumbwa na yale mapigo. Wao walikuwa katika mji wa Gosheni, ambapo yale mapigo hayakuwa yanaanguka. Kwa hivyo watu wa Mungu siku za mwisho watalindwa na mapigo haya. Lakini Babeli huyu ambaye amekuwa akiwadanganya watu ataanguka. Ndiposa tunapata katika kitabu ni cha Ufunuo 18 1 hadi 4 inasema, tokeni Babeli watu wangu, ili msije mkanywa mvinyo huo, ili msije mkaandikiwa makosa ya Babeli. Kwa hivyo hata sasa Mungu anaita watu wake kutoka Babeli, ili wasije wakaangamizwa na Babeli, kwa sababu kikombe cha ghadhabu ya Mungu kimejaa. Na kwa hivyo vile vile tunajua kwamba makosa ambayo yanaendelea yameweza kumfikia Mungu aliko mbinguni, na pindi atakuja kuwakomboa. Kama vile katika anguko la Babeli, Naam. Kutokea kwa ghafla kwa Kristo kutaishangaza Babeli ya kisasa. Naam. Haihitaji kuwa hivi. Hata hivyo, tumepewa ushahidi wa kutosha wa kuja kwa Yesu upesi katika wingi wa unabii wenye maelezo ya kina. Ulimwengu hautashtukizwa kwa sababu tu haujui kile alichokitabiri Mungu. Utashtukizwa kwa sababu umechagua kutoamini kile Mungu alichosema kitatokea. Mwalimu, kweli kabisa. Ndiposa ukisoma katika kitabu ni cha Wathesalonike wa kwanza 5 1 kushuka chini, tunaambiwa kwamba sisi ni wana wa nuru. Kwa hivyo tunajua majira. Kweli. Wale ambao wako kwenye giza hawajui mwanga. Na kwa hivyo watakutikana mahali ambapo hawataki kukutikana. Mwalimu, sijui kama tutasoma kitabu hicho. Wathesalonike wa kwanza 5:6 inasema, maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo hili ndilo tumaini ambalo tunalo kutokana na maonyo ambayo tumekuwa tukisoma. Kuna tumaini kwamba iwapo tutamshikilia Mungu atatuokoa, atatuletea wokovu, mwalimu. Ndiposa tuliweza kusema tulipokuwa tukianza kwamba maneno haya tunasoma visa hivi ili viweze kuwa nambari 1 onyo, na nambari 2 ziweze kufanya nini? Kutupa tumaini kwamba Kristo yuko pamoja na sisi iwapo hatutamwachilia. Ukiendelea, Naam. Tumeingia katika siku ya Alhamis. Naam. Ambayo inazungumzia kuhusu Koreshi Masihi. Naam. Kuwa Koreshi alipouteka nyara mji wa Babeli. Naam. Miaka ya watu wa Mungu kukaa utumwani ilikuwa imekwisha. Naam. Na Waajemi wakawaruhusu warudi katika nchi ya ahadi na kujenga upya hekalu chini ya Koreshi. Ufalme wa Uajemi ukawa mkubwa zaidi katika historia
kwa kile wanahistoria mwenye anaitwa Tom Holland anachokiita msongamano mkubwa zaidi wa maeneo ambao ulimwengu umewahi kuuona. Unaweza zungumzia aje kuhusu hii siku ya Alhamisi? Naam, siku ya Alhamisi mwalimu, tunakutana na Koreshi ambaye ni mfano wa Masihi, ambayo tunaona kwamba Koreshi alikuja kukomboa watu, na vile vile tunajua kwamba Koreshi anatoka upande gani? Anatoka upande wa mashariki, kama vile ambavyo tulisema. Kama tumesema kwamba Kristo atatokea pande gani? Upande wa mashariki. Ukisoma kama vile radi ama umeme utoka mashariki hadi magharibi, ndivyo ujio wa Kristo utakavyokuwa. Vile vile tunaona kwamba aliweza kukausha Freti ambayo tulisoma katika siku ya Jumatano, wakapita chini ya Babeli pale ili wakaweza kuwakomboa watu. Nakumbuka tunazungumzia Babeli ambayo ilikuwa wakati ule, lakini kwa sasa inakuwa ni Babeli ya kiroho. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna maji ambayo yaliweza kukaushwa. Mwalimu, kwa Biblia maji yanaashiria nini? Watu na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kuna wakati ambapo watu ambao Babeli amekuwa akiwadanganya, mama kahaba, ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 17, watamgeuka huyu mama ambaye mama wa makahaba huyu. Watamgeuka na kumwambia, wewe ndiye ambao umefanya tumepotea. Kwa hivyo watakapomgeuka huyu hata kuwa na pa kukimbilia, mwisho wake utakuwa umefika. Na vile vile tunaona katika kitabu ni cha Isaya sura ni ya 44, sura ni ya 24, tunaona kwamba kuna unabii ambao umepatianwa ambao ulikuwa ukimlenga Koreshi kabla ya kuja kwake. Unabii huu ambao unasema 24, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitendaye mbingu peke yangu, nienezaye nchi, ni nani aliye pamoja nami? Nitazinguaye ishara za waongo. Naam, 26 nasema, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu. Niumbiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitaipanua mahali pake palipobomoka. Niviambiaye vilindi kauka, nami nitakausha mito yako. Nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi yangu, hata ataunena Yerusalemu utajengwa, na hilo hekalu msingi wako utawekwa. Mwalimu, kwa hivyo soma hiyo 44:1 inasema 45:1 inasema, hayo ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi Masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Kwa hivyo tunaona mfalme wa wafalme vile vile ni lugha ambayo inatumika kwa Kristo. Na tunaona pia Masihi, the anointed one, ambayo inamwakilisha pia Kristo. Kwa hivyo alikuwa mfano wa Kristo ambaye atakuja kutukomboa kutoka Babeli ya kiroho. Kama vile ambavyo tuliweza kuona katika siku ya Jumatano. Mwalimu, lesoni ilikuwa inatuambia kana kwamba hakuna ambaye tunaweza mlinganisha Kristo, kwa sababu Kristo kwa ukuu wake na yale ambayo ametutendea, na yeye kama mwana wa Mungu, hakuna mwanadamu tunayemlinganisha kwa kweli, ambaye tunasema wanafanana. Hiyo mfano inafita 100%. Lakini inatuambia mfano huu unatuonyesha kuwa tunaweza kombolewa. Yani kwa kimombo wanasema it's a Bible principle, ambayo inaweza ikatumika. Mwalimu, kuna swali hapa chini. Inavutia kiasi gani kwamba Mungu alimtumia mfalme mpagani kwa namna ya pekee kufanya mapenzi yake? Yaani hata licha ya jinsi mambo yanavyoonekana kwetu kwa nje, tunawezaje kujifunza ukweli kwamba kwa muda mrefu Bwana atatimiza matukio ya wakati wa mwisho kama ilivyotabiriwa? Mwalimu, unajua ingekuwa ni sasa mfalme mpagani aje kukomboa, Waadventista wengi wangekataa.
wangemuita Jesuit. Ni kweli. Ni kweli. Lakini tunajua kwamba Mungu anavitumia vitu ambavyo ni vipumbavu kwa macho ya kibinadamu ili kuweza kujitukuza yeye. Mwalimu, ingekuwa ni wakati huu, wengi wangesema huyo ni Jesuit. Ndio maana naam, lazima tutii yale ambayo yako katika unabii, naam, kulingana na venye Biblia imefunua. Naam. Kwa sababu kimwanadamu tunaweza angalia tuseme huyu ni mfalme ambaye afai kuwa mfano bora, lakini Mungu amemtumia kwa njia fulani ili tuweze kujifunza sisi na kujitayarisha. Mwalimu, kutokana na ambacho umesema, Nebukadneza alikombolewa kivipi? Kwa sababu Nebukadneza alimkaidi Mungu kabisa. Lakini ukisoma katika Danieli 4 inapokwenda kuisha, anaweza kumtambua Mungu kabisa. Mwalimu, kwa hivyo kuna watu ambao pengine kwa mtazamo wa kibinadamu tunaweza tukawaangalia na tukapitisha hukumu kwamba pengine huyu ni mtu ambaye ni kutokana na jinsi ambavyo tunamuona sisi mpotovu, ni mtu ambaye kidogo hivi, lakini utapata yule ndiye anakwenda, sisi tunabaki, sisi ambao tuko kazi yetu ni kuhukumu tu. Mwalimu, unajua kuna watu ambao wanajiita the gatekeepers. Wale ambao kabla uingie mahali lazima wakufanyie vetting. Yaani lazima uhakikishe vipi. Gatekeepers. Mwalimu, unajua gatekeepers wanapokuwa pale, wewe ukiingia wao wako tu pale kwa gate. Kwa hivyo chances ama uwezekano wa wao kubaki, mwalimu, inakuwa mkubwa sana kwa sababu wao wako pale kwa gate. Lakini hilo ni swala ambalo pengine muda na masaa ukipatikana tunaweza tukaliangazia kwa kina, mapana na marefu. Na hilo zile tu kwa kuhukumu. Na sisi hukumu ni Kristo. Naam, kweli kabisa. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna mambo mengi ambayo tumejifunza katika robo hii, ambapo tuliweza kuanza tukisema kwamba kuna mambo ambayo yanapatikana kwa mara ya kwanza, ambayo tuliita ni kanuni ya mara ya kwanza. Kitu kinapotajwa mara ya kwanza, jua mbona kimetajwa, na kinapozidi kutajwa rejelea mara ya kwanza ili uweze kujua kwa mara ya kwanza kilitumika vipi. Je, ambapo kimetumika sasa, je, vinaoana? Na tumeweza kuona kwamba Biblia inajitafsiri yenyewe. Tusije tukaenda kutafuta utafsiri wetu kutoka kwa majarida, kutoka kwa magazeti na vitu kama hivyo. Kwa hivyo lazima tuweze kuisoma Biblia hapa kidogo ili tuweze kulijaza pengo ama puzzle ambayo ipo, na tutaweza kuona ukamilifu ama vile ambavyo Biblia ilivyo nzuri, vile ambavyo Biblia inajitosheleza yenyewe. Kwa hivyo nipende kukuhimiza popote ulipo kwamba isome Biblia. Tumefikia tamati, tutatamatisha kwa ombi, unless mwalimu una jambo la kuongezea. Ningependa kwa kumalizia kusema kuwa naam, Biblia inasema kuwa kwa Ninawi, naam, hukumu yao ilikuwa rahisi. Naam. Kwa yetu ambao ni sisi watu ambao tunaishi kwa siku za mwisho, naam, ni kana kwamba kuna changamoto hapo, kwa sababu hakuna udhuru, mwalimu. Kweli. Yote yamewekwa bayana. Kwa hivyo ni sisi kufanya uamuzi. Lakini kama vile ambavyo umesisitiza, mara nyingi moyo unakuwa mzito sana kufanya uamuzi. Na moyo wa binadamu, ukisoma Warumi 8:7 inasema kwamba unataka kufuasi tu wakati wote, hautaki kuitii sheria ya Mungu. Naam, tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili na robo hii. Tutaanza robo nyingine juma lijalo, tuamini tupate ombi. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani kwa wale ambao tumeweza kujifunza kwamba maonyo na tumaini inapatikana katika neno lako, na kwa hivyo lazima tuweze kusoma kwa umakini ili tusije tukarudia makosa ya mababu zetu. Tunaomba Mungu Baba ukaweza kuwa pamoja na msikilizaji popote alipo, tukitumai pia kwamba pia yeye ameweza kujifunza kitu. Zidi kuwa pamoja na sisi tangia sasa, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Amina.